Ligi imemalizika, hatimaye Yanga ametangaza kuwa mabingwa. Kwanza turudi katika mchezo wa jana wa Dar es Salaam Africans dhidi ya Simba Sports Club. Hii ni hii ni dabi ya Kariakoo. Ni dabi ilikuwa ya tano, ilikuwa kama Simba atafungwa basi atafungwa mara tano mfululizo, na ndicho kilichotokea. Simba kapiga mara tano mfululizo. Lakini itoshe tu kusema ligi imeisha, watu waangalie msimu unaokuja. Na moja ya mapungufu ya ligi hii iliyopita ilikuwa swala la waamuzi. Waamuzi ilikuwa tatizo kubwa sana, mpaka na kipindi mechi ya dabi watu wanaagiza waamuzi kutoka Misri. Cha pili, maamuzi ya bodi ya ligi na TFF wameshindwa kufanya maamuzi katika baadhi ya mambo makubwa. Haiwezekani mechi ya Simba na Yanga mpaka anaamua rais wa nchi ichezwe. Haiwezekani mechi ya Simba na Yanga mpaka anaamua rais wa nchi ichezwe. Hiyo inakuwa shida sana kwa ajili ya kuutetea au kuamua mpira wetu wa Tanzania au kulinda mpira wetu wa Tanzania, basi rais aingilie kati, basi ndio mechi ichezwe. Hii TFF na bodi ya ligi wameshindwa kufanya maamuzi yao, kisa tu kwa kuogopa mechi, kwa kuogopa timu fulani tuseme, kwa sababu Simba ametishia kutokiingia uwanjani, basi naona ameogopa, ndio wamelifanya maamuzi yale ya kusubirisha mchezo. Lakini pia naye Yanga kaona hizi dharau hizi, Simba nani mpaka asikilizwe hivi? Yaani sababu ya kesi, Simba kapeleka kesi, Simba alikuwa apeleke mchezo uchezwe, Simba asikilizwe kesi yake. Kwa nini hajacheza mazoezi siku moja kabla? Kama Yanga kupigwa faini, kama kupokonywa pointi ya baada ya kesi kusikilizwa. Lakini wao wamesimamisha mchezo kwa sababu Yanga Simba katishia. Na niseme tu kwa sasa hivi baada ya mechi kuisha kumalizika, imethibitisha kwamba Simba alikuwa anaikimbia mechi, na alitakiwa athibitishe hilo swala kwamba hii mechi yeye alikuwa haiogopi, walau atoe hata sare. Lakini alikuwa anataka haki ifanyike, afanye mazoezi tarehe 7 tarehe 8 kwa mechi, lakini yeye kaikimbia mechi, na viashiria vyote vya wale ambao wanaamini Simba alikuwa anataka kwenda kufanya marudio yake uwanjani, watu wameamini baada ya mechi ya jana kuisha, kwa sababu performance ya Simba ni very low, yani very low. Mzinzi anaenda kufunga, mabeki wanamwangalia tu, yani utasema kama viwango vyao na Simba na Yanga ilikuwa mbingu na ardhi. Ni yani first 11 ya Yanga unapoingiza kwa Simba ni unajikuta Mpanzo tu ndo anaweza akaanza kwa mechi ya jana, yani first 11 yote Mpanzo ndo anaweza akaanza. Si mbingu na ardhi hiyo. Lakini yote kwa yote ligi imemalizika, tuangalie swala la usajili, tuwajipange, mwakani uanze tena, marudio yote yaliyofanywa watu wajirekebishe, mwakani ligi ianze tena, tufanye perfect, tufanye vizuri. Ligi inatakiwa iwe vizuri kwa sababu hii ligi ya tano, ligi kuingia kwenye 10 bora barani Afrika sio masiala. Mpaka waamuzi kwenda mechi ya jana imefanywa na waamuzi wa nje wa Misri huko, Waarabu, imefanywa na waamuzi wa Arabu, maana itakuwa imeangaliwa na watu wengi sana. Aliona kaona udhaifu wa Simba, kaona udhaifu wa Yanga, kaona ijapokuwa kashinda, lakini udhaifu wa Yanga kaona na ubora Yanga kaona. Lakini ukiangalia udhaifu wa Yanga na Simba kwa sasa, itoshi tu kusema Simba hamwezi Yanga, yani Simba hamwezi Yanga. Ajipange, yani ajipange sana, yani ajipange. Kuna timu kikosi atakuwa akibomoe sana kikosi. Tofauti na hapo wataingia na wasiwasi, mechi ya 6 tushinde au tufungwe, anapigwa tena, kwa sababu sasa hivi washatoa tayari, ule kujiamini kushatoka tayari. Kwa hiyo Simba wajipange upya, na vilabu vingine vyote tunatakia maandalizi mema ya pre-season, wafanye vizuri msimu ujao, utokee hakuna maandamano, hakuna mambo mengi, viongozi wachaguliwe bora katika bodi zote za ligi na TFF, ili tufanye mpira wetu wa Tanzania uendelee kuwa bora. Nikumbushe tu kama mtazamaji bado hujasubscribe channel yako hii pendwa, basi subscribe ili wa kwanza kupata habari zetu pale tu tunapoziposti. Saluti.